أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nina furaha isiyokuwa na kifani, furaha bila ya kiasi wala basi, kwa mara ya tatu kwa kumbukumbu yangu, kama alivyotangulia shekhi wetu Chalamila, mimi kuhudhuria katika maahad hii tukufu ya Darul Ulum. Lakini ziara ya leo au ya mwaka huu ni ya aina yake, kwa sababu viongozi wote wa taasisi yetu pendwa Dhinnurain, viongozi wa maahad kuanzia mushrif, mudir, walimu, wanafunzi, wote tumekutana. Kwa kuwa mimi na hisabu nazungumza na wanafunzi wenzangu, mimi leo nazungumza na nyinyi, sizungumzi na hao mashekhe walikuwa haitebo wala wale kule. Wale ni walimu ambao ni walimu wetu sote. Mimi na nyinyi wanafunzi nitumie walau dakika 30 kwa sababu ya muda, niwakumbushe machache. Moja kwa moja nianze na masala ambayo ni maarufu katika vitabu mbalimbali vya tauhid, almasailu al-arba'a allati yajibu ala kulli insanin an yataallamaha. Ni lazima juu ya kila mtu ayajue mambo manne katika Uislamu. Hii ndio mada yangu. Ni lazima juu ya kila mtu ayajue mambo manne katika Uislamu. Jambo la kwanza, almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza au jambo la kwanza, alilmu. Ni wajibu juu ya kila Muislamu kusoma, kuwa na ilmu katika dini. Fama huwa alilmu? Ilmu kwani maana yake ni nini? Wanawachuoni wanasema alilmu huwa alidraku waljahlu huwa adamu alidraki. Ilmu ni mtu kujaliwa kudiriki jambo fulani. Ilmu maana yake nini? Alidraku ni mtu kujaliwa kudiriki jambo fulani, kujua jambo fulani, kuelewa jambo fulani. Hii ndio maana ya ilmu. Na ujinga, aljahlu huwa adamu alidrak, ni kutofahamu jambo fulani au masala fulani. Na kuonyesha ya kuwa dini yetu tukufu ya Uislamu ni dini ya ilmu, Qur'ani tukufu imehimiza na kusisitiza na kuonyesha thamani ya ilmu na wenye ilmu. Sote tunafahamu sura ya kwanza kuteremka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni suratu Al-Alaq. Iqra
bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bilqalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ikiwa sura ya kwanza kabisa katika sura 114 zilizoshushwa zilizoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sura iliyohimiza Waislamu kusoma hili. Hadha in dalla ala shay'in innama yadullu ala anna al-islama huwa dinul ilmi wat-ta'allum. Hili likijulisha jambo linajulisha ya kwamba Uislamu ni dini ya ilmu na dini ya kusoma. Na Uislamu haukatazi Muislamu kusoma ilmu zozote zenye faida kwa Muislamu huyo na kwa wanadamu kwa ujumla duniani hadi akhera. Lakini Uislamu unatoa kipaumbele kwa ilmu ya dini, na ndio maana masala ya kwanza, suala la kwanza, jambo la kwanza ambalo ni lazima kila mtu awe mwenye kulijua, alilmu. Ilmu ya aina gani sasa? Wa huwa ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu bil adilla. Tumesema tunazungumzia mambo manne ambayo ni lazima kila mtu ayajue, si ndio? Jambo la kwanza tukasema ni kila mtu lazima awe ana ilmu. Ilmu gani sasa? Wa huwa ma'rifatu al-'abdi rabbahu. Ilmu inayokusudiwa hapa ni lazima mja awe na maarifa, uelewa, ufahamu wa kumjua Mola wake. Jambo la kwanza. Wa nabiyahu, lakini pia upate kumjua nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dinahu bil adilla, na dini yake tukufu ya Uislamu lazima uweze kuijua tena kwa dalili. Moja katika wanawachuoni wa Kiislamu ambao mimi ninawapenda, Al-Allama Al-Usuli Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, anasema al-ilmu ilmani, ilmu zimegawanyika katika, au ilmu imegawanyika katika maeneo makuu mawili: ilmu daruri wa ilmu nadhari. Kuna ilmu ya lazima, almalumu min ad-dini bid-darura. Kuna ilmu ya lazima kwa Waislamu wote, yani lugha ya kwetu kule, piga ua garagaza, utake usitake, kuna ilmu ni lazima juu ya kila Muislamu. Ilmu gani? Kumjua Mola wako, kwa sababu kama humjui Allah vipi utamwabudu? Man jahila shay'an adahu, mwenye kukosa kukijua kitu ni rahisi kukifanyia uadui. Waswahili wamesema asiye kujua hawezi kukuthamini. Kwa hiyo ni lazima juu ya Waislamu wote wamjue Mola wao. Kutomjua Allah leo, shirki zimeenea. Watu wanaamini kwamba kuna mengine kimbilia kwa waganga, kwa washirikina, kwa wachawi. Ni kutomjua Allah. Kwa hiyo ni lazima umjue Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wako, muumba wako, mlezi wako. Utakosa kumjua? Ni wangapi hawamjui Allah? Hawajui majina yake, sifa zake, anataka nini, kipi alichokataza. Aina Allah, Allah yuko wapi? Al-ubudiyya, ibada kamili anastahiki yeye na hakuna mwingine.
lakini pia umjue Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengi katika Waislamu tunaisha kusema sisi tunampenda Mtume, tunamfuata Mtume, nipe majina matano ya Mtume. Katika sunna imethibiti jina lake si Muhammad, wa ana Muhammad wa ana Ahmad, twende wa ana al-Mahi wal-Hashir, majina zaidi ya matano. Lakini majina ya wazazi wake, Muhammad ibn Abdullah, baba yake ni Abdullah, babu yake ni Abdul Muttalib, babu yake mwingine ibn Hashim, mwingine ibn Abdi Manaf, mwingine ibn Qusay, mwingine ibn Kilab, mpaka mwisho. Mama yake Amina bintu Wahab. Umjue mtume wako ukweli wa kumjua, lakini lingine uijue dini yako tukufu ya Uislamu, ukweli wa kuijua. Katika almaalumu min ad-dini bidharura, muislam anapaswa ajue hata yale mambo ya kuyaendea ibada, namna ya kuswali, nguzo za swala, sharti za swala, wajibatu salah, yanayotengua swala, nawaqidul wudu, nawaqidus salah na mengine. Ni Waislamu wangapi tunaswali swala 5 na hatuijui swala ipasavyo? Ni wangapi ambao leo katika salatul Jum'a khatibu na khutubu wanauchapa usingizi, na mtu anasafiri kabisa na anaota ndoto zote, na akitoka hapa kad qamati swala na kurupuka na kwenda kuswali? Sharia inasemaje? Fiqhi inasemaje? Muda wa kuwa umefumba macho kwa asilimia zote na ulilala, udhu upo haupo? Hakuna udhu. Bwana Mtume asema al-ainani wi'awish, macho mawili ndiyo mlango wa sehemu za siri. Kwamba ukiwa macho kama hivi, rahisi kuchunga udhu wako, rahisi kuzuia chochote kisikutoke. Ukishalala yanayotoka unayajua? Huwezi kuyajua. Katika mambo ambayo ni muhimu kwa kila Muislamu kujua katika dini, ujue arkanul Islam, nguzo za Uislamu, nguzo za ihsan, nguzo ya ihsan, nguzo za iman. Kule kwetu aliwahi kuulizwa Mchaga mmoja, nguzo za Kiislamu ziko ngapi? Akasema aisee, inategemea na ukubwa wa msikiti. Haya mambo ndo hatuyataki, na Waislamu wangapi ambao hawayajui haya mambo? Kwa jambo la kwanza ambalo ni lazima kila Muislamu ahakikishe ni wajibu kwake kulijua ni kuwa na ilmu. Ilmu gani? Kuwa na maarifa ya kumjua Mola wake, mtume wake na dini yake, tena kwa dalili. Sasa alilmu ilmani, ilmu zimegawanyika katika maeneo makuu mawili. Ilmu daruri, ilmu ya lazima kwa kila mtu. Aina ya pili ya ilmu wa ilmu nadhari, na ilmu ambayo yahitaji bahthi. Mashekhe hawa sani ilmu kina Sheikh Chalamila na hawa mashekhe zetu makhirij wa Al-Azhar Al-Sharif. Wa ilmu nadhari, na hii ni ilmu inayowahusu mashekhe ambayo wao wana uwezo wa kukaa wakabukua, wakatoa masala, wakafanya bahthi, wakafanya research, wakarudi katika vitabu, wakafutu masala. Ni ilmu nadhari. Hii ni lazima kwa mashekhe. Lakini ilmu daruri ni lazima kwa watu wote. Nimesema hata tunaoswali leo, tunaofanya ibada, tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, bado hatujui yale mambo ya msingi katika ibada zetu. Wallahi, aliwahi kunipigia mtu simu akaniuliza, shekhe, nikimshika mke wangu mkono hivi saumu yangu imeharibika, imebatilika?
Nikauliza mara mbili, kumshika vipi? Mkono tu tumeshikana hivi. Nikamuuliza, unakusudia udhu, saumu? Tumefikia huko. Tena mtu anaishi Dar es Salaam, jiji la gharama. Kwa hiyo jambo la kwanza, wanafunzi wenzangu, ambalo ni wajibu kila mtu ajitahidi aweze kuwa nalo, ni ilmu, ni maarifa ya kumjua Mola wako, mtume wako na dini yako kwa dalili. Dini yetu ni dini ya dalili. Alilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulil irfani. Ilmu bwana ni kuambia watu Allah kasema, mtume kasema, maswahaba wamesema, sio hadisi nini, sio uongo, njoo sio huku nini uongo nini utamkolea. Waislamu hawataki hivyo. Watu wanataka wape Allah kasema nini, mtume kasema nini, maswahaba wamesema nini, maulama wamesema nini. Na wenye ilmu Allah kawapa daraja. Katika suratul Mujadala Allah anasema nini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah amewanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, na wenye ilmu kawapa daraja mbalimbali. Katika suratul Fatir anasemaje? Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Adatu hasrin wa qasrin, kina Chalamila wanatuambia hakika si vinginevyo wanaomjua Allah, wakamwogopa Allah, wakamhofu Allah katika waja wake ni wale wenye ilmu. Katika suratu Zumar anasemaje? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sema ewe Muhammad, hivi wanaweza kuwa sawa wanaojua na wasiojua? Hawezi kuwa sawa. Walidhalika mshairi mmoja anasema hivi: alaysa min albalwa bi annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri idha kunta la tadri wa lasta kaman dara fakayfa idhan tadri bi annaka la tadri ara aljahla almurakkaba sharra da'i idha tasarbala bilghaba'i فإن مزج بإعجاب وكبر فذلك إذن عناوين الشقاء. Lakini mwingine anasema ta'allam falaysa almar'u yuladu alima. Wewe mtoto wewe, wewe kijana wewe, wewe mwanafunzi wewe, soma, kwani hakuna aliyezaliwa hali ya kuwa anajua. Waambieni walimu, na naamini hilo mmekwisha pewa, walau wakufundisheni ile kasida ubeti wa Abu Ishaq al-Albayri aliyomfundisha mtoto wake Abu Bakar. Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadhuka law alimta ila ilmin takunu bihi imama muta'an in nahaita wa in amarta wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha wa yaksuka aljamala idha araita. Anamuhusia mtoto wake juu ya kitu ambacho akiamua kukifata na kukitafuta atakuwa na hadhi kubwa na nafasi kubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo mimi niwapongeze kutoka maeneo mbalimbali kuja kusoma. Wallahi mko katika njia ya kheri na njia ya peponi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, mwenye kutembea katika njia lengo lake ni kutafuta ilmu, basi Allah humfanyia uwepesi njia ya kwenda peponi. Lakini katika hili, kwa sababu nimeahidi kuzungumza nusu saa, niwakumbushe maneno ya Imamu Shafi'i akimuhusia mwanafunzi, ukitaka kuwa na ilmu zingatia mambo sita, katika diwan ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Anasema al-Imam Shafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Nitairudia tena, maana naona mashallah wengine mnaandika, na kuandika ni sehemu ya kujua. Allah akasema allama al-insana, allama bilqalam, alladhi allama bilqalam, alafu allama al-insana ma lam ya'lam. Hatua ya kwanza ya kujua ni kwenye kuandika. Alladhi allama bilqalam, Allah ndiye aliyemfundisha mwanadamu kwa kalamu, kwa kuandika. Nenda katika suratul qalam, sura nzima inaitwa sura ya kalamu. Nun wal qalami wama yasturun, andika. Waarabu wanasema ma kutiba qarra wama hufidha farra, kilichoandikwa kitadumu, kilichohifadhiwa kinaweza kikapotea, kwa sababu vichwa wakati mwingine vinajaa maji hivi. Kwa akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, maneno al-Imam Shafi'i, imamu mkubwa huyo. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, ndugu yangu, tambua, fahamu ya kuwa huwezi kuipata ilmu illa kwa mambo sita.